والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد رحمه الله تعالى. وقال الطائفة وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. رحمه الله بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته نواصل درسنا على كتاب عظيم، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء. tunaendelea biidhnillah na darsa yetu kupitia kitabu hiki adhim usulul iman fi dhawi alkitabi was-sunnah, kilichoandaliwa na jopo la maulama. Na tayari tulikuwa tumeanza kusoma al-fasl al-awwal ambayo inazungumzia tauhidur rububiyya, na tukaanza kwenye ile al-mabhathul awwal, tafiti la kwanza ambalo lilizungumzia maana ya tauhid ar-rububiyya, lakini dalili zake kupitia kitabu na sunna, kadhalika adilla al-aqliya, dalili za kiakili na za kimaumbile. Tukalisoma tafiti hilo mpaka mwisho wake. Alaysa kadhalik? Naam. Na leo tunaingia katika al-mabhath athani. Tuko sawa sawa? طيب. قالوا حفظهم الله تعالى المبحث الثاني، تفيتي لبيلي، بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. نعم، hili ndio tafiti la pili, bayanu kubainisha anna al-iqrara bihadha at-tauhid, kwamba hakika kuikubali hii tauhidi, anna al-iqrar bihadha at-tauhid, hakika kuikubali hii tauhidi. Ipi hiyo? Tauhidur rububiyya. Sawa sawa, ni ile tauhidi ya uumbaji na ulezi. Hakika kuikubali hii tauhidi wahdahu, peke yake, ukaikubali hii tu, la yunji min al-adhab, haiyokoi tauhidi hiyo kutokana na adhabu. La yunji min al-adhabi, haiyokoi tauhidi hiyo kutokana na adhabu, kwa maana haitotosha kukuokoa wewe na adhabu kwa kuwa umeikubali tauhidur rububiyya. Hili ndilo jambo ambalo litazungumzwa katika mahala hapa. Ni jambo muhimu sana. Pana watu wengi wanadhani kwamba wanahesabika ni katika muwahidin, yani watu wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba uislamu wao umetimia kwa sababu tu wanaamini katika tauhidur rububiyya. Yani yeye anafahamu kwamba Allah huwa al-khaliq wa huwa ar-raziq wa huwa al-muhyi al-mumit wa huwa al-mutasarrif. Anayajua hayo kwamba Allah ndiyo aliyeumba, Allah ndiyo mwenye kutoa riziki, Allah ndiyo mwenye kuhuisha, mwenye kufisha, na yeye ndiyo mwenye kuyaendesha mambo. Basi anaona kujua hivyo tayari huyo ni muislamu aliyekamili na ana tauhidi. Kumbe jambo lilivyo ni tofauti. Kuikubali tauhidur rububiyya peke yake
hakuokoi na adhabu. Hili ni jambo la kielimu. Sasa tutaliona katika darasa hii, na ni kinyume kabisa na itikadi za watu wengi, na hapa ndipo tunaposahihisha itikadi zetu tukazileta katika mafuhumu yaliyokuwa sawa. Tayib, idhan wanaanza kwa kusema inna tauhid ar-rububiyyah, hakika tauhid ar-rububiyyah tushaielezea huko nyuma maana yake. Usiniulize nini tauhid ar-rububiyyah, Sheikh ameeleza katika al-fasl al-awwal, katika al-mabhath al-awwal ameelezea kilugha na kiistilahi nini tauhid ar-rububiyyah, na kama ni ifradullah biaf'alihi. Tauhid ar-rububiyyah ni kumpwekesha Allah kwa vitendo vyake, akaleta maelezo hapo na mifano. Tuizungumzia tauhidi hiyo, akili yako ibakie hapo, usende kwingine, usende kwenye tauhidul uluhiyya, bado hatujafika, wala usende katika tauhidul asma wa sifat, huko pia hatujafika. Tupo hapa katika at-tauhidu ar-rububiyyah. Wanafunzi mko na mimi? Naam. Kwa hivyo mashekhe zetu wanatuambia inna tauhid ar-rububiyyah, hakika tauhidi ar-rububiyyah huwa ahadu anwa'i at-tauhid ath-thalathati kama taqaddama, nayo ni moja katika sampuli za tauhidi zile tatu kama ilivyotangulia. Huwa ahadu anwa'i at-tauhid ath-thalathati kama taqaddama, nayo hiyo tauhid rububiyyah ni mojawapo katika sampuli za tauhidi tatu kama ilivyotangulia. Walidha, na kwa hilo basi, fa innahu la yasihhu imanu ahadin, hakika jambo lilivyo haitosihi imani ya yeyote, wala yatahaqqaqu tauhiduhu, na wala haituthibiti tauhidi yake. La yatahaqqaqu ay la yathbutu, na wala haituthibiti tauhidi yake huyo mtu, illa isipokuwa idha wahada Allah fi rububiyyatihi, isipokuwa pale ambapo atampwekesha Allah katika uumbaji wake. Illa isipokuwa idha wahada Allah, pindi atakapo mpwekesha Allah fi rububiyyatihi, katika uumbaji wake huyo Allah. Pamoja na hivyo anasema lakin hadha an-naw'u min at-tauhid, lakini istidraki hiyo, kuna jambo ataka kulikosoa au tuseme kuyaweka mafuhumu yake sawa. lakini hadha an-naw'u min at-tauhid, hii aina ya tauhidi hii ipi? At-tauhid ar-rububiyyah ndio anaizungumzia hapa. lakini hadha an-naw'u min at-tauhid, hii aina ya tauhidi hii laysa huwa al-ghaya, haikuwa tauhidi hiyo ndiyo lengo. Laysa huwa al-ghaya, haikuwa tauhidi hiyo ndiyo lengo. Min bi'thati ar-rusul, la kutumwa mitume alayhimus salam, juu yao ishuke salamu. Ala, Sheikh anatuambia pamoja kwamba pana uwajibu kwa Muislamu kuwa na tauhidi hii, tauhidur rububiyyah, bali hawezi kuwa ni muwahhid mpaka athibitishe tauhidi hii. Lakini pia ufahamu jambo jingine muhimu,
kwamba hii tauhid ar-rububiyya haikuwa ndiyo lengo la kuletwa mitume alayhimus salam. Mitume wa Allah hawakutumwa kwa watu eti kwa ajili ya kulingania tauhid ar-rububiyya. Hapana, haikuwa ndiyo lengo, na haya utayafahamu huko mbele. Wanaendelea wanasema, wala yunji wahdahu, na wala haiyokoi hii tauhidi. Wala yunji wahdahu, na wala haiyokoi tauhidi hii peke yake. Min adhabi llahi, kutokana na adhabu ya Allah. Wala yunji wahdahu, na wala haiyokoi peke yake, yani hii tauhid ar-rububiyya peke yake. Min adhabi llahi, kutokana na adhabu ya Allah. Ma lam yati al-abdu, muda wa kuwa hajaleta mja. Ma lam yati al-abdu, muda wa kuwa hajaleta mja. Bilazimihi, kwa kile chenye kulazimishwa na tauhidi hii. Ma lam yati al-abd, muda wa kuwa hajaleta mja. Bilazimihi, kwa kile chenye kulazimishwa na tauhidi hii ya ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya, ambacho ni tauhid al-uluhiyya. Naam. Kwa hivyo tauhid ar-rububiyya unapoiamini, basi inakulazimisha wewe kuileta tauhid al-uluhiyya, tauhid ya ibada. Maana yake wewe utakuwa unakiri kwamba Allah peke yake ndiyo aliyeumba huu ulimwengu na vilivyomo, ulimwengu wa chini na wa juu. Allah ndiyo mwenye kutoa riziki, hakuna mwingine. Ndiyo mwenye kuyaendesha mambo yote ya viumbe, ndiyo mwenye kufisha, ndiyo mwenye kuhuisha na mengineyo katika af'alullah. Nini faida ya kuamini hili? Faida yake ni kwamba huyo mmoja huyo aliyoyafanya yote hayo, yeye peke yake ndiyo mwenye kustahiki kuabudiwa. Kwa hivyo unapoamini tauhid ar-rububiyya, hilo jambo linakulazimisha wewe, taka usitake, uelekeze ibada zako kwa Allah peke yake pasi na kumshirikisha. Kwa maana tauhid ar-rububiyya ukishakuwa nayo inakuwa ni lazima, ni jambo ambalo linalazimisha al-iman bi tauhidi al-uluhiyya, linalazimisha kuamini tauhid al-uluhiyya. Kwa hivyo mashekhe hapa wanatuambia tauhid ar-rububiyya sio lengo, haikuwa ndio lengo na shabaha ya kutumwa mitume wa Allah, na wala hiyo tauhid ar-rububiyya haiyokoi peke yake kutokana na adhabu, muda wa kuwa mja hajakileta kile ambacho kinalazimishwa na tauhidi hii. Kipi hicho ambacho chalazimishwa na tauhid ar-rububiyya? Aiwa, tauhid al-uluhiyya inalazimishwa na tauhid ar-rububiyya. Kwa maana ukikiri kwamba Allah ndiye muumba, muendesha mambo, basi ni lazima ibada zielekezwe kwake. Maumbile yako hivyo, na akili iko hivyo, na dalili ziko hivyo. Sasa wewe ukikaidi hili, ikawa wamwabudu mwingine, basi ni ule ujeuri wako tu na kibri chako, na wewe mwenyewe umeamua kuchagua tariqu dhalala, njia ya upotevu. Lakini hasa haiwezekani wewe waona kwamba ulimwengu huu ulivyoumbwa kwa ufanisi, mbingu zimenyanyuliwa masha Allah zikawa zimepanda juu kabisa, wala hakuna nguzo za kuzuia, ardhi imetandikwa iko sawia kabisa,
mchana na usiku wapishana vizuri, hakuna hata mara moja hilo limekosekana, na mengine mengi katika uumbaji wa Allah wewe wayaona na wakiri kwamba aliumba ni Allah subhanahu wa ta'ala, alafu hapo hapo unakwenda kuabudia kinyago. Mti umeuchonga mwenyewe, ukautia macho, pua, masikio, mdomo na viungo vingine. Huo mti baada ya kuuchonga ukaupaka polish na rangi ukapendeza, alafu ukauvalisha nguo nzuri, ukauweka mahala kama ni nyumbani kwako au kwenye jengo lako la ibada, ikawa sasa wakiabudu hicho kinyago. Kweli hichi kinyago ndio kimefanya haya maajabu yote haya ya ulimwengu, wakati kinyago hicho hata ukikiita hakina uwezo wa kuitikia. Hata kikiandamwa na nzi hakiwezi kumfukuza huyo nzi mpaka umsaidie. Hakina uwezo wa kujihamisha pale kilipo mpaka useme hebu kitoeni pale njuani. Sasa Mungu anachomwa jamani, jua lishamfikia, hebu mtoeni yule mumlete hapa kivulini. Waenda kumtoa ukimbusu, hawezi kujitoa mwenyewe kwenye jua. Hivi kweli hiyo ni akili? Jawabu sio akili. Sawa sawa, Kwa hivyo tauhidur rububiyya ukiamini inakulazimu kumwabudu huyu aliyeumba. Maneno haya yanataka mazungumzo ya polepole kwa sababu hii ni tauhid. Mashekhi wanaendelea, walidha yaqulu Allah ta'ala, na kwa sababu hiyo anasema Allah ta'ala katika suratu Yusuf, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama yu'minu aktharuhum billah, na hawamuamini wengi wao kumwamini Allah. Wama yu'minu aktharuhum billahi, na hawamuamini wengi wao kumwamini Allah illa wa hum mushrikun, isipokuwa na wao ni wenye kushirikisha. Tizama aya hii. Katika aya hii kuna imani imethibitishwa kwamba pana watu wanayo imani, lakini pamoja na kuthibitishwa imani hiyo wakaambiwa pia bado ni washirikina. Haya, ni imani gani hiyo ambayo watu wanayo lakini pamoja na kuwa nayo bado wao ni washirikina? Na hii ni al-imanu birububiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Imani iliyothibitishwa hapa ni ile imani ya kuamini uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wanayo hiyo, lakini ni washirikina fi uluhiyyatihi subhanahu wa ta'ala, lakini ni washirikina katika ibada. Wanapoabudu wanamshirikisha Allah na miungu mingine, hawamtakasi Allah kwenye kumwabudu. Kwa hivyo imani walionayo wengi ikasifiwa na ikawa bado wao ni washirikina, ni imani ya rububiyya. Naam, wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na hawaamini wengi wao kumwamini Allah isipokuwa na wao ni wenye kushirikisha. Yaqulu al-mashayikh wal ma'na, na maana ya iliyokusudiwa hapa ai ma yuqirru aktharuhum billahi, hawamkubali wengi wao kumkubali Allah rabban, kwamba ni mola mlezi, wa khaliqan, na muumba, wa raziqan, na mwenye kutoa riziki, wa mudabbiran, na mwenye kuyaendesha mambo. Wa kullu dhalika min tauhidi rububiyya, na yote hayo ni katika tauhidi rububiyya. Hawakubali wengi katika watu kumkubali Allah kwamba ni mola mlezi, ni muumba, ni mwenye kutoa riziki, wa mudabbiran,
ni mwenye kuyaendesha mambo. Wa kullu dhalika, na yote haya yaliyotajwa, min tauhidi rububiyya, ni katika tauhidi ile ya uumbaji. Hawayakubali haya illa, kuna al-istithna, isipokuwa wa hum mushrikuna ma'ahu, na wao ni wenye kushirikisha pamoja naye. Illa, isipokuwa, wa hum mushrikuna ma'ahu, ni wenye kushirikisha pamoja naye, fi ibadati ghairihi. Na ndio sawa, baadhi ya watu wanakosa katika chapa yao, fi ibadati ghairihi, katika kumwabudu asiyekuwa yeye. Watu wengi wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwabudia asiyekuwa yeye, min al-awthani, katika mizimu, wal asnami, na masanamu, allati, ambayo, la tadhuru, hayadhuru, wala tanfa'u, wala hayanufaishi, wala tu'ti, wala hayatoi yakakupa, wala tamna'u, wala hayazui usipate. Watu wengi wenye kukiri tauhidu ar-rububiyya ni wenye kumshirikisha Allah, ayushrikuna ma'a Allahi fi ibadatihi ghayra, illa, isipokuwa, wa hum mushrikun, na wao ni wenye kumshirikisha Allah ma'ahu, pamoja naye. Illa wa hum mushrikun, isipokuwa, na wao ni wenye kushirikisha ma'ahu, pamoja naye, fi ibadatihi, kwa wale wenye tabaa hiyo, katika ibada yake, ghairahu, mwingine. Kusema hivyo ni sahihi, na kuna baadhi ya chapa zina fi ibadati ghairihi, lakini chapa hii maelezo haya pili ndio sahihi zaidi. Tupite hivi: illa, isipokuwa, wa hum, na wao, hao watu hao wenye kukiri kwamba Allah ni Mola muumba aliyetoa riziki ila akhirih, isipokuwa wao, mushrikun ma'ahu, ni wenye kumshirikisha pamoja naye Allah, fi ibadatihi, katika ibada yake, ghairahu, mwingine. Wanamshirikisha mwingine pamoja na Allah katika ibada. Hao wengine katolea mfano, min al-awthani, katika mizimu, wal asnami, na masanamu, allati, ambayo, la tadhuru, hayadhuru, wala tanfa'u, wala hayanufaishi, wala tu'ti, wala hayatoi yakakupa, wala tamna'u, wala hayazui usipate. Idhan, alikuwa anafafanua muradi wa aya hiyo katika suratu Yusuf. Imani iliyothibitishwa ni imani ya rububiyya, na shirki walionayo ni shirki katika al-uluhiyya. Umefahamu? Wazi? Naam. Wa bihadha al-ma'na lil-aya qala al-mufassiruna min as-sahabati wat-tabi'in. Wa bihadha al-ma'na lil-aya, na kwa maana hii ya aya, kwa maana hii maana iliyofafanuliwa hapo juu. Wa bihadha al-ma'na lil-aya, na kwa maana hii ya aya, qala al-mufassirun, ndio wamesema kama hivyo wafasiri. Naam, qala al-mufassirun, ndio wamesema kama hivyo wafasiri, minas sahabati, katika masahaba, wat-tabi'in, na katika at-tabi'in. Kwa maana ukiangalia tafsiru salaf lihadhihi al-aya, utaona kwamba wameashiria katika maana hii ambayo mashekhi wameifafanua hapo. Sasa wakanukuu baadhi ya hizo tafasiru as-salaf. Mashekhi wanasema, qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amesema ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah amridhie yeye na babie, min imanihi, miongoni mwa imani yao. Kina nani
hao walioitwa ni washirikina, idha qila lahum, pindi wakiambiwa wao, man khalaqa as-samaa, ni nani aliyeiumba mbingu, wa man khalaqa al-arda, na ni nani aliyeiumba ardhi, wa man khalaqa al-jibala, na ni nani aliyeiumba milima, qalu, watasema Allah, aliyeumba ni Allah. Qalu, watasema Allah ni Allah. Wa hum mushrikun, na hali ya kuwa wao ni wenye kushirikisha. Wanashirikisha kwenye nini hapa? Kwenye ibada, si ndio? Wanashirikisha kwenye ibada, pamoja kwamba wanakiri kwamba uumbaji ni wa Allah. Tafsiri hiyo kutoka kwa Abdullah ibn Abbas. وقال عكرمة وهو من التابعين, katika wanafunzi wakubwa wa Abdullah ibn Abbas. وقال عكرمة, na amesema Ikrima rahimahullahu ta'ala, tasaluhum man khalaqahum, utawauliza wao ni nani amewaumba wao. Tasaluhum, utawauliza wao, man khalaqahum, nani amewaumba wao, wa man khalaqa as-samawati, na nani ameziumba mbingu, wal arda, na ardhi. Fayaquluna Allah, na wanasema ni Allah. Ukiwauliza hivyo watakwambia hivyo ni Allah. Ikrima anasema fadhalika imanuhum billah, na hiyo sasa ndiyo imani yao kwa Allah. Fadhalika imanuhum billah, na hiyo ndiyo imani yao kwa Allah, huko kukiri tu kwamba Allah ndiyo aliyeumba. Wa hum ya'buduna ghayrah, hali ya kuwa wao wanamwabudia mwingine asiyekuwa yeye. Wa hum ya'buduna ghayrahu, na hali ya kuwa wao wanamwabudia mwingine asiyekuwa yeye. Huyu ni Ikrima. Waqala Mujahid rahimahullahu ta'ala, na amesema Mujahid, imanuhum, imani yao hawa, qauluhum, ni kauli yao, Allahu khaliquna. Hii ndio imani yao. Imani yao wao ni kauli yao, Allahu khaliquna, Allah ndiye muumba wetu, wayarzuquna, na anaturuzuku sisi, wayumituna, na anatufisha. Fahadha imanuhum, hii ndio imani yao, ma'a shirki ibadatihim ghayrah, pamoja na kuchanganya ibada yao na mwingine. Ma'a shirki ibadatihim ghayrahu, pamoja na kuchanganya kuchanganya ibada yao mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wanayakiri haya, lakini ni wenye kushirikisha katika ibada, kumshirikisha mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni Mujahid, maneno yao yote yanafanana rahimahumullah ta'ala. Waqala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ibn Zaid rahimahullah ta'ala, laysa ahadun ya'budu ma'a Allahi ghayra illa wa huwa mu'minun billahi. Anasema Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, laysa ahadun, hakuna yeyote, ya'budu ma'a Allahi ghayra, anayemwabudu pamoja na Allah mwingine, illa, isipokuwa, wa huwa mu'minu billahi, na yeye ni mwenye kumwamini Allah, wa ya'rifu, na anafahamu na kukiri, wa ya'rifu, na anafahamu hasa, anayo maarifa, anna Allaha rabbuhu, kwamba hakika Allah ndiye Mola wake mlezi, pamoja na kwamba anamwabudu pamoja na Allah mwingine, afanya shirki katika ibada, lakini hili analijua, anna Allaha rabbuhu, kwamba hakika Allah ndiyo Mola wake mlezi, wa anna Allaha khaliquhu, kwamba hakika Allah ndiye muumba wake,
warazikuhu, na ndiyo mwenye kutoa riziki kwake, wa huwa yushriku bihi, na yeye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, yani maa hadhihi almaarifa, ndio maana yake, pamoja na maarifa haya yaliyokuwa nayo, wa huwa yushriku bihi, na yeye huyu anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, bihi ay billahi, na yeye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Kwa hivyo maarifa hayo ya kujua tauhid rububia hayamfaa kitu. Ni kweli, na hapa ataleta aya katika suratu Shuara, namna Ibrahim alivyowasakama wale washirikina waliokuwa wakiabudia masanamu katika zama zake. Aya hii katika suratu Shuara imeleta funzo kubwa sana, kwamba washirikina pamoja kwamba wanaabudia masanamu, lakini wanamjua Allah Rabbul Alamin, wanamjua Allah Mola wa walimwengu wote. Na ndiyo maana ya aya hii, walikuwa wakimchanganya Allah na wengine katika masanamu katika ibada, yaabudunahu wa yaabuduna ghayra, wakimwabudu Allah na wakiwaabudu wengine, tena wakiamini kwamba hao miungu wengine hao katika masanamu na mizimu ni shufaa, ni waombezi tu kwa Allah, wanawafanyia shafaa kwa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vita vya manabii vilielekea kwao kwamba wamtakasie Allah ibada, kwa sababu wanamjua. Sasa ala tara, mashaikh wanasema ala tara kaifa qala Ibrahim, hivi uoni wewe vipi alisema Ibrahim? Ala tara kaifa qala Ibrahim, hivi uoni wewe vipi alisema Ibrahim alayhi salam kwenye aya hii. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun, akasema niambieni, afara'aytum ay akhbiruni, niambieni kuhusiana vile ambavyo mlikuwa nyinyi mnaviabudu. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun, akawaambia niambieni kuhusiana vile ambavyo mlikuwa mkiviabudia. Na pia baadhi ya mufassirin wanakubali kwa maana afara'aytum ay absartum, akasema je, mwaonaje vile ambavyo mlikuwa mnaviabudia. Tarjama hiyo pia ni sahihi. Antum wa abaukum alaqdamun, nyinyi wenyewe na baba zenu waliotangulia, waliokufa zamani. Antum wa abaukum alaqdamun, nyinyi wenyewe na baba zenu waliotangulia. Mwaonaje nyinyi? Nipeni habari kuhusiana na vile mlivyoviabudu kinyume cha Allah, nyinyi na wazee wenu. Kisha Ibrahim anawaambia fa innahum aduwwun li, kwani hakika hayo masanamu yote ni maadui zangu. Fa innahum aduwwun li, kwani hakika hivyo mlivyokuwa mnaviabudu ni maadui zangu. Illa rabbal alamin, isipokuwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Ai huwa waliyi wa a'buduhu duna ma siwa, maana yake huyo ndio kipenzi changu. Huwa waliyi, huyo ndio kipenzi changu, na muabudu yeye tu pasi na wengine. Tizama hapa, Ibrahimu alayhi salam ametangaza uadui kwa miungu yote ya batil, masanamu yote asema ni maadui zake. Fa innahum aduwwun li, lakini akavua
isipokuwa Mola muumba wa walimwengu wote. Sheikh Saadi anasema katika tafsiri yake, ukisoma aya hii yaonyesha kwamba hawa washirikina hawa walikuwa wakimwabudu Allah pamoja na masanamu. Kwa hiyo wanamjua Rabbul Alamin. Ibrahimu akawataka wabakie kumwabudia Allah tu Rabbul Alamin, na vingine vyote waviache. Na ndio maana akawaambia kwamba masanamu yote ni maadui zake isipokuwa Mola muumba, kwa sababu ajua kwamba wale washirikina wamjua. Kwa hivyo kama ni kuabudu, muabuduni huyo tu subhanahu wa ta'ala. Ayatun adhima. Aya hii yathibitisha maneno aliyozungumza al-Imam Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, kwamba kumbe hao wenye kumwabudu mwenye na Allah mwingine wanaamini kwamba Allah ndiye muumba mlezi. Iko wazi hiyo. Kisha wanasema mashekhe hawa, wanususu ani salafi, na dalili kutoka kwa salaf, kutoka kwa wema waliotangulia, fi hadha almaana, katika maana hii, kathiratun, zipo nyingi sana. bali idrabuhu, laqad kana almushrikun, kwa hakika walikuwa washirikina, zamana nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muqirrina billahi rabban, ndio habari ya kana, ni wenye kukiri kwa Allah kwamba ndiye Mola mlezi. Muqirrin billahi rabban, ni wenye kukiri, kwa maana wenye kukubali kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mola mlezi. Khaliqan, aliyeumba, wa raziqan, anayetoa riziki, wa mudabbiran, na anayeendesha ulimwengu na vilivyomo. Walikuwa wanakiri hilo washirikina katika zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wale Makuraishi na wenzao hili walikuwa wanalikubali. Wa kana shirkuhum bihi min jihati al-ibada, na ikawa shiriki yao, wa kana shirkuhum bihi, na ikawa shiriki yao kwa Allah, min jihati al-ibada, ni kwa upande wa ibada. Haithu ittakhadhu al-andada washuraka, kiasi ambacho walijifanyia, ittakhadhu ay ja'alu, kiasi ambacho walijifanyia wenza, washuraka, na washirika, yad'unahum, ikawa na waomba wao, wametengeneza miungu yao wenyewe, wakaifanya miungu ile ndio kama wenza wa Allah, washirika wa Allah. Ittakhadhu al-andada washuraka, walijifanyia wenza na washirika, yad'unahum, ikawa wanawaomba wao hao wenza, wayastaghithuna bihim, na wanaomba uokozi, ayatlubuna al-ghawth, na wanaomba uokozi kupitia hao wenza. Wayunziluna bihim hajatihim, na wanazishusha kwa wao haja zao. Wa talabatihim, na shida zao mbalimbali, na matakwa yao mbalimbali, vitu wanavyovitaka. Wayunziluna bihim, na wanashusha kwa hao wenza na washirika, hajatihim, wanazishusha haja zao. Wa talabatihim, na matakwa yao mbalimbali, wakiomba shida zao na mambo mbalimbali wapewe, wanawaomba hao wenza na washirika. Huu ndio mushkil uliokuwa kwa washirikina katika zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shiriki yao ilikuwa ni kwa upande wa ibada, lakini kukiri kwamba Allah ndiye muumba, Allah ametoa riziki, Allah ndio mwenye kuendesha ulimwengu, ile walilikubali washirikina wa Makka.
wala vita vya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hawa washirikina katika zama zake havikuwa katika jambo hili la ar-rububiyya. La, vita vya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hawa washirikina vilikuwa katika upande wa ibada. Mpo? Naam. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته نواصل درسنا على كتاب عظيم، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء. tunaendelea biidhnillah na darasa yetu kupitia kitabu hiki adhim